Karibuni tena katika tafakuri yetu kuhusu dhana ya wokovu au kuokoka, na ujumbe wetu wa leo unasema nafasi ya matendo mema katika wokovu. Jana tuliona makundi mawili katika Ukristo, moja likiwa ni lile linaloshikilia kwamba mtu anaokoka tu kwa neema kwa njia ya imani na kamwe matendo hayana nafasi katika wokovu wa mtu. Na kundi jingine lilikuwa ni lile linalodai kuwa matendo yana nafasi katika wokovu wa mtu. Kundi la kwanza linaweka msisitizo huo kwa kufuatana na nyaraka za Paulo kwa Waefeso, kwa Warumi na hata kwa Tito, kama tulivyoona katika tafakuri iliyotangulia. Na kundi la pili linaweka msisitizo wake kufuatana na maneno katika Yakobo yanayosema imani bila matendo imekufa. Tulihitimisha tafakuri hiyo ya jana kwa kusema kwamba Yesu amezungumza sana kuhusu kufanya matendo mema na umuhimu wake katika maisha yetu ya imani. Kwanza, Yesu alitushirikisha habari ya Msamaria mwema kama tunavyoweza kuisoma katika Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 25 mpaka ule wa 37. Yesu alitoa simulizi hili kutokana na maswali aliyoulizwa na mwanasheria mmoja. Kwanza kabisa, mwanasheria alimuuliza Yesu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Kwa maana nyingine tunaweza kusema, nifanye nini ili nipate kuokoka au wokovu? Yesu akamuuliza kanuni muhimu ya upendo, na huyu mwanasheria akawa anaijua, hivyo akasema ni kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote na kwa nguvu zote, na vilevile kwa akili zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako. Kumpenda jirani kama nafsi yako. Na hii inapatikana katika Luka sura ya 10 mstari wa 27. Kisha mwanasheria akamhoji Yesu, akasema, jirani yangu ni nani? Ndipo Yesu akajibu kwa kumpa kisa cha Msamaria mwema. Kwanza, Yesu aliwahusisha watu 4 katika kisa hiki, ambapo ni Msamaria, Farisayo, Mlawi na Myahudi. Msamaria na Myahudi walikuwa na uadui, walikuwa hawaiviani katika chungu kimoja, na ndio maana utamwona yule mwanamke katika kisima cha Yakobo alimwambia Yesu, iweje wewe Myahudi unaomba maji ya kunywa kutoka kwa mwanamke Msamaria? Na hii inapatikana katika Yohana sura ya 4 mstari ule wa 9. Maana yake Wayahudi waliwabagua Wasamaria kwa kujiona wao ni bora zaidi na ni watu wa juu, huku wakiwaona Wasamaria kuwa ni watu wa chini. Wayahudi waliwaona Wasamaria kama watu wachafu ambao hawakuruhusiwa hata kumgusa Myahudi. Utaona kwa mfano Wayahudi walimwambia Yesu waziwazi kuwa, je, sisi hatusemi vema ya kwamba wewe Msamaria nawe una pepo? Hiyo tunaisoma katika Yohana sura ya 8 mstari wa 48. Kwa hiyo utaona tu jinsi Wayahudi walivyowatazama Wasamaria. Sasa mtu mwingine ni Mlawi.
Walawi walikuwa ni makuhani katika nyumba ya Mungu, kwani Mungu aliwateua kwa kazi hiyo. Na mfarisayo au mafarisayo walikuwa ni viongozi wa dini ya zamani ambao kazi yao ilikuwa ni kusimamia imani, taratibu na sheria za dini ya kale hiyo ya Wayahudi. Basi katika simulizi la Yesu, Myahudi akawa amevamiwa na majambazi, akawa amepigwa vizuri tu na kutupwa pembeni ya barabara. Farisayo na Mlawi ambao tungetegemea kwamba wawe watu wema na ambao wangemsaidia huyu mwenye shida, kwa sababu ni watu wa imani, ni watu walikuwa wanajua sheria, ni watu waliodhani kwamba ni watu wema na wazuri mbele za Mungu, wakapita zao kando na kumwacha huyu bwana au huyu Myahudi aliyekuwa amepigwa. Hawa wawili walifanya hivyo kwa sababu kufuatana na taratibu zao hapakuwa na haja ya kumsaidia huyu mwenye shida. Ingekuwa ni leo, wangesema msaada kwa huyu Myahudi hauniongezei chochote katika wokovu wangu, kwa hiyo sina haja ya kumsaidia. Lakini Msamaria ambaye kwanza hakuruhusiwa kumgusa Myahudi, yeye akaona huruma. Kwanza kabisa aliona huruma na kisha akatenda matendo mema au matendo ya huruma ya kumhudumia huyu Myahudi ambaye alikuwa katika matatizo, hata akaingia gharama zake mwenyewe kuhakikisha kwamba huyu Myahudi amepona. Sasa utaona katika kutenda matendo mema au matendo ya huruma, mtu anapashwa kuwa na huruma. Katika kutenda matendo mema, mtu anapashwa kwanza kuwa na huruma au kuona huruma. Na ndio maana basi ukisoma katika Luka sura ya 6 mstari wa 36 utaona inasema, muweni na huruma kama alivyo Baba yenu wa mbinguni. Sasa unapoona huruma, manake utatenda matendo mema bila hata ya kutafakari. Muda wote utatenda mambo mema pale panapohitajika bila hata kutafakari. Huo ndio upendo wa matendo, kama anavyosema Yohana katika waraka wake wa kwanza hivi: watoto wangu, upendo wenu usiwe maneno matupu, bali uwe ni upendo wa kweli na wa vitendo. Hivyo ndivyo tuwezavyo kuwa na uhakika kwamba sisi ni watu wa ukweli na hatutakuwa na wasiwasi mbele ya Mungu. Na hiyo inapatikana katika Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 mpaka ule wa 19. Upendo unaodhihirishwa na matendo ndio upendo wa kweli. Upendo wa maneno matupu, huo umekufa. Hii haipo katika Biblia, ila ndio ukweli wenyewe. Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Lakini katika haya tuliyosoma utaona kwamba upendo wa maneno matupu huo umekufa. Na ndio maana Yohana anatuambia kwamba tusiwe tu na upendo wa maneno matupu. Tena anasema hivi, watoto wangu, upendo wenu usiwe ni upendo wa maneno matupu, bali uwe ni upendo wa kweli na wa vitendo. Upendo unaodhihirishwa na matendo ndio upendo wa kweli. Yesu alimwambia mwanasheria,
ukafanye vivyo hivyo, sawa na alivyofanya Msamaria. Msamaria alionyesha upendo kwa matendo mema, tena kwa adui yake. Na ndiyo maana tunaambiwa tuwapende hata na maadui zetu, kama tunavyoweza kusoma katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 43 mpaka ule wa 48. Upendo kwa vitendo au upendo wa matendo. Mfano wa Msamaria au tunasema Msamaria mwema unatuonyesha maana ya upendo kwa matendo, yaani matendo mema au matendo ya huruma. Na Yesu anatuamuru tutende hivyo hivyo kama huyu Msamaria mwema. Yesu ametushirikisha mifano mingine mingi tu ya umuhimu wa matendo mema. Kwa mfano, anasema mtu yeyote akimpa hata kikombe cha maji baridi, yaani matendo ya huruma hayo. Mtu yeyote akimpa hata kikombe cha maji baridi mmoja wa hawa wadogo, kwa kuwa ni mwanafunzi wangu, amin nawaambia, hata ikosa thawabu yake. Na hii tunaisoma katika Mathayo sura ya 10 mstari wa 42, yaani hata ikosa zawadi yake kutoka kwa Mungu. Na tuliona katika tafakuri zilizotangulia kwamba wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sasa ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 35, utaona Paulo akiwaagiza wakuu wa Efeso akisema, mkumbuke maneno aliyosema Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea. Na kweli Yesu aliyanena maneno haya katika Luka sura ya 6 mstari wa 38, pale aliposema hivi, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Ndicho watu watawapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mkipimacho ndicho mtakachopimiwa. Ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6, anasema hivi, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu pia. Nayo Mithali ya 22 mstari wa 9 inasema, aliye na jicho la baraka atabarikiwa, kwa maana huwapa maskini chakula chake. Hayo ndiyo matendo mema au matendo ya huruma. Yesu anasema, kisha mfalme atawaambia wale walio upande wake wa kulia, njooni enyi mliobarikiwa na Baba yangu, pokeeni ufalme mliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Hii ni zawadi. Njooni enyi mliobarikiwa na Baba yangu, pokeeni ufalme mliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Au tunaweza tukasema hiyo ni wokovu. Maana nilikuwa na njaa, nanyi mkanipa chakula. Matendo mema. Nilikuwa na kiu, nanyi mkanipa maji. Nilikuwa mgeni, nanyi mkanikaribisha. Nilikuwa uchi, mkanivika. Nilikuwa mgonjwa, nanyi mkaja kunitazama. Nilikuwa gerezani, nanyi mkaja kunitembelea. Mathayo sura 25 mstari wa 34 mpaka ule wa 36.
Utaona hapa Yesu anaonyesha kupata thawabu kutokana na matendo mema au matendo ya huruma ya kumkaribisha mgeni, kama vile tunavyosoma katika Waebrania sura ya 13 mstari wa 2, ambapo anasema, msiache kuwakaribisha wageni, maana kwa kufanya hivyo wengine wameweza kuwakaribisha malaika pasipo kujua. Yesu anasema, nilikuwa na kiu nanyi mkanipa maji, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa nanyi mkaja kunitazama, nilikuwa gerezani nanyi mkaja kunitembelea. Sasa hapa tunaona umuhimu wa matendo mema, matendo ya huruma katika maisha yetu, kwamba ni jambo la msingi la kufanya. Mifano ni mingi kwamba matendo mema ni sehemu ya maisha ya Mkristo na yanazaa baraka, wokovu au uzima wa milele. Yanazaa baraka. Pia tunapata wokovu pale tunapotenda mambo mema, au tunapata uzima wa milele kama vile Yesu alivyotuambia katika Mathayo sura 25 mstari wa 38 mpaka ule wa 39, mstari wa 34 mpaka ule wa 36. Sasa basi swali ni kwamba Paulo alikuwa na maana gani basi aliposema katika nyaraka zake kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Na kwa mfano tunaona maneno hayo aliyasema katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 mpaka ule wa 9. Sasa katika maneno haya watu wengine kama tulivyosema wameyachukulia maneno haya wakidhani Paulo alisema kuna haja ya kutenda matendo mema kuupata wokovu, kwani matendo mema hayaongezei chochote. Basi tutaendelea na mada hii katika tafakuri inayofuata, hasa kwa kutazama Paulo alimaanisha nini katika nyaraka zake na kulinganisha na yale maneno ya Yakobo aliyosema, imani bila matendo imekufa. Tutaendelea. Tumsifu Yesu Kristo.